Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunataka kutoa shukrani zetu kwako Bwana, kuhimidi jina lako, kusema wewe ni Mungu, unastahili ibada na sifa kila wakati. Baba, ni asante Bwana kwa sababu unazidi kujifunua kwetu ili tuweze kuwa Wakristo bora zaidi na tutembee kulingana na mapenzi yako Bwana, tukidhihirisha ujumbe wa jioni, maana kila ujumbe unaleta matokeo ya wakati wake. Asante Mwenyezi Mungu, ninaomba utusaidie, chunguza maisha yetu. Hatungetaka Bwana kuwa na dhambi katika maisha yetu, maana tukiwa na dhambi tunajua kwamba hatuna ushirika nawe. Ninaomba ututakase kwa damu ya Yesu Kristo. Tuondolee kila hatia Bwana na kila upungufu Bwana. Tuweze kuwa ni watu ambao wanastahili mbele zako, sio kwa sababu ya wema wetu, lakini kwa sababu ya damu ya mwana-kondoo. Naomba ya kwamba uweze kuwa nasi Bwana kwenye ibada hii. Uweze Bwana kumiliki kila mmoja wetu. Uweze kumiliki mawazo yetu Bwana, ili mawazo yetu Bwana yaweze kuwa katika neno lako. Baba yetu, uondoe mkono wa ibilisi miongoni mwetu na ujitwalie mamlaka yote. Najua mahitaji ni mengi tulio nayo, na ninaomba ushughulikie mahitaji ya kila mmoja Bwana. Kirimia kila mmoja kile ambacho anahitaji ili furaha yake iweze kutimia. Tunakupatia sifa na shukrani tukisema unastahili. Mungu wetu, wale ambao ni wagonjwa, ninakusihi ya kwamba uweze kugusa miili yao na uweze kuwaondolea maradhi yote. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia katika kitabu cha Matendo mlango wa 4. Matendo mlango wa 4. Tusome kutoka mstari wa 31 mpaka mstari wa 33. Sitasoma maneno yaliyotangulia kwa sababu ingebidi nisome hayo ili tuweze kuwa na background ama mandhari, lakini sitafanya hivyo kwa sababu ningetaka niokoe wakati. Tutaanza 31. Inasema hata walipokwisha kumuomba Mungu, ni baada ya kuchapwa, wamerudi kwa wenzao, sasa wanaomba Mungu awape neema. Wamechapwa kwa sababu ya ushuhuda wa neno. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Mahali ambapo nataka kuangazia sana ni hapo ambapo Biblia inasema mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Nimekuwa nikiongea juu ya Roho Mtakatifu, na leo ninaendelea kuongea juu ya Roho Mtakatifu, na chini ya kichwa hicho cha Roho Mtakatifu ningetaka kuongea juu ya kudhihirisha kufufuka kwa Yesu. Yaani ni kazi ya Roho Mtakatifu kudhihirisha ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Ni kazi ya Roho Mtakatifu kudhihirisha Bwana Yesu Kristo amefufuka, hayuko miongoni mwa wafu, lakini amefufuka. Kila wakati Mungu anataka kuwakilishwa hapa duniani, na ndio sababu huwa tunasikia ujumbe ukituambia Mungu hajawahi kukosa shahidi. Hata kizazi kikiwa kiovu namna gani, hajawahi kukosa shahidi wa kumwakilisha hapa duniani. Na Mungu angetaka kuwakilishwa hapa duniani. Ndio sababu wakati Yesu alifundisha wanafunzi wake kuomba, aliwaambia wakati wanaomba waseme ya kwamba mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani vile yanafanyika kule mbinguni. Mungu angetaka adhihirishwe hapa duniani,
Na tukiangalia katika Agano la Kale kwa mfano, Mwenyezi Mungu alidhihirishwa kwa kiwango kupitia kwa manabii. Manabii walikuwa wanaonesha nguvu za Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, wanafanya mambo makuu ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ni Mungu kwa njia ya Roho akitumia manabii kuweza kuonesha mambo hayo. Musa kama mtu hakuwa na uwezo wa kufanya yale alifanya kule Misri, hangeweza kufungua bahari ya Shamu, haingewezekana. Huyo ni Roho wa Mungu lakini akitumia mwanadamu. Ndio sababu nabii anasema manabii walikuwa ni Kristo kwa kiwango kidogo, kwa sababu upako wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu yao kuwawezesha kufanya mambo kadha wa kadha. Na nabii anasema Mungu hupenda sana kuonesha nguvu zake. Mungu hupenda kuonesha nguvu zake na utukufu wake hapa duniani. He loves to display his power. Nabii anasema hivyo. Ndio sababu unaona Mungu ndiye alifanya moyo wa Farao kuweza kuwa mgumu, ili wakati anafanya moyo wake mgumu na anaanza kushindana na mapenzi ya Mungu, katika hali hiyo Mungu aweze kuonesha nguvu zake za kiungu. Aweze kuonesha miujiza, aweze kuonesha uwezo wake, kwa sababu kuna hali ambayo inapingana naye. Maana Mungu anapendezwa kudhihirisha nguvu zake hapa duniani. Na wakati Mungu anadhihirisha nguvu zake na kuonesha uwezo wake, anatumia wanadamu, anatumia watoto wake. Haya ni mapenzi ya Mungu kila wakati aweze kuonekana hapa duniani. Wakati Bwana Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa ni udhihirisho mkamilifu wa Mungu akiwa katika mwili. Na tunaona ya kwamba Yesu Kristo aliweza mambo yote. Hakuna kitu ambacho kilisimama mbele yake, hata mauti hayakusimama mbele yake. Ndio sababu nabii anasema hata Yesu hakuwahi kuhudhuria mazishi wakati wowote, maana akikutana na maiti anafufua maiti yule. Akikutana na hali yoyote haikusimama mbele yake. Alikuwa na uwezo wote juu ya maumbile, juu ya mazingira, alikuwa na uwezo juu ya kila kitu. Wakati alikuwa amelala kwenye merikebu na maji yakaanza kuingia kwenye merikebu, akaamshwa na wanafunzi wake wakiwa na hofu kubwa sana, kwa sababu aliona ya kwamba watazama. Aliamka na akaongea kwa utulivu na akaambia bahari iweze kutulia, na bahari ikatulia, kwa sababu yeye akiwa Mungu na ana imani kamilifu alikuwa na utawala juu ya hali zote. Yesu akiwa hapa alionyesha utukufu wa Mungu, alionyesha imani kamilifu, alionyesha uwezo juu ya kila hali wakati alikuwa hapa. Na Yesu wakati alikuwa hapa, yeye ndiye alikuwa shahidi. Ndio sababu ukisoma mahali pengine katika kitabu cha Ufunuo, nafikiri ni ujumbe kama sijakosea kwa Laodikia, inaongea juu ya Yesu Kristo akiwa yule shahidi mwaminifu, the faithful and true witness. Alikuwa shahidi akiwa hapa duniani. Alikuwa anaonesha vile Mungu alivyo, nguvu za Mungu, utukufu wa Mungu. Tazama wakati alisimama katika pale karibu na kaburi la Lazaro, na dada zake Lazaro walikuwa pale, Martha na Mariamu. Aliwaambia hivi, ukisoma Yohana 11, mkiamini mnaweza kuona utukufu wa Mungu. Kwa sababu alikuja hapa aweze kuonesha utukufu wa Mungu, na baada ya dakika chache akamfufua Lazaro. Utukufu wa Mungu ukaonekana, na Mungu anapendezwa kuonesha nguvu zake. Lakini anaonesha nguvu zake kupitia watoto wake. Nabii anasema wakati Mungu anatimiza neno, hawezi kutimiza neno akitumia wasioamini. Anatimiza neno lake akitumia wanaoamini. Si wasioamini, lakini ni wanaoamini. Wakati Bwana Yesu alikuwa hapa, alikuwa shahidi wa kweli na mwaminifu, na akaonesha nguvu za Mungu katika kila hali. Alikuwa na uwezo juu ya mazingira, maumbile, mauti. Alikuwa na uwezo ule wote, na ishara na maajabu. Na hatimaye akafa ili aweze kulipa gharama kwa sababu ya dhambi za wanadamu, aweze kutukomboa. Na akafufuka. Lakini Yesu alipofufuka, wakati huu hakujitokeza kwa umati tena. Hakujitokeza kwa umati. Alianza kutembelea wateule wake mmoja mmoja, wawili, 11 pale, 500, wateule wake peke yao. Na walimwengu na Wayahudi na Warumi ambao walikuwa wamemsulubisha hawakupata habari ya kwamba amefuka.
hata wakati ambapo ilisemekana mwili haupatikani, basi walitumia hongo. Tumia hongo, kasema mkiulizwa na mtu yeyote, mseme wanafunzi wake walikuja wakaiba mwili wakati wale walinzi wamelala, ili wadumisha uongo ya kwamba Yesu hakufuka. Kwa sababu ni shetani anatumia hawa watu wote. Shetani alikuwa anatumia Wayahudi na shetani alikuwa anatumia Warumi. Ule ukweli ya kwamba Yesu amekufa na amefuka, shetani angetaka jambo hilo likanyagwe kule chini, isisemekane alifuka, ili shetani aonekane hatimaye amepata ushindi juu ya mbegu ya wenye haki. Lakini tunajua alifufuka, akaanza kutokea wateule wake moja moja. Wakati huu hakuendea umati. Na hivyo ndivyo ufunuo wa neno ulivyo siku ya leo. Ndio sababu nasikia nabii akisema ufunuo huu si wa kundi la watu. Ufunuo huu ni wa muaminio mmoja mmoja. Mtu binafsi, Mungu anajifunua kwako, kwa yule mwingine, si ufunuo wa kundi la watu. Ni ufunuo wa mtu mmoja hapa, mwingine pale, hivyo hivyo. Ni ufufuo wa Yesu Kristo. Na anakuja na anawatembelea kwa faraga, anajifunua kwao, analeta uzima wake ndani yao, ili waweze kuwa mashahidi wa Bwana Yesu Kristo hapa duniani. Ndio sababu muhuri wa 7 unafichwa. Nabii anasema shetani ameweza kuiga yale mambo mengine yote, lakini hapa kuna jambo ambalo hawezi kuiga, kwa sababu jambo la kwanza yeye mwenyewe halielewi. Kwa hiyo hawezi kuiga ule muhuri wa 7, lakini kwa habari ya muhuri wa 7, Mwenyezi Mungu anatembelea watu binafsi. Na hiyo siri inafunuliwa katika mioyo yao. Shetani hawezi kuelewa jambo hilo, na hawezi kuiga kitu ambacho haelewi. Shetani huwa anaiga kitu ambacho amefahamu ni kitu gani kinaendelea. Lakini hili kwa sababu ni Mungu anatuma huu uzima katika moyo wa muaminio, shetani hawezi kuelewa jambo hili wala hawezi kuliiga. Nabii anasema kule awali shetani ameweza kuiga yale mambo mengine, lakini hili ni jambo moja ambalo hataweza kuiga kwa sababu halielewi. Ingebidi alielewe kwanza ili aweze kuiga, lakini kwa sababu halielewi hana uwezo wa kuiga jambo hilo. Bwana Yesu akafuka na akaanza kutembelea wanafunzi wake, na hatimaye tunajua alienda mbinguni. Baada ya siku 40 alienda mbinguni ili aingie katika ofisi ya kuhani mkuu, aanze kufanya uombezi, na amekuwa akifanya uombezi kwa nyakati 7 za kanisa. Lakini kwa sababu Mungu angetaka kuwakilishwa hapa duniani, aliazimu kutuma roho wake hapa duniani. Ndio sababu unaona sehemu kadha, kwa mfano Luka 24, Bwana Yesu Kristo kabla ya kwenda anawaambia msiende mahali popote, lakini msalie hapa Yerusalemu mpaka mpate nguvu kutoka juu mbinguni, muweze kuwa mashahidi wangu mkianzia Yerusalemu. Kwa sababu injili hii na mambo ya kutubu lazima yahubiriwe yakianzia Yerusalemu. Sasa alikuwa anataka kuendeleza kazi yake hapa duniani, lakini si akiwa katika ule mwili wake. Hata hivyo angetaka kazi yake iweze kuendelea hapa duniani, na hiyo ni kupitia kwa kanisa lake la kimitume. Angetaka waendeleze hiyo kazi, na wakati wanaendeleza kazi hiyo ni kuonesha ya kwamba hakushindwa na mauti, alilipa gharama lakini akafufuka. Sasa kazi ya hawa ilikuwa ni kuonesha ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Ilikuwa ni kuonesha ya kwamba Bwana Yesu Kristo amefufuka, na huduma yake inaendelea ingawa hayupo na mwili, huduma yake inaendelea. Na ndio sababu unasikia nabii anasema, kwa mfano kitabu cha Matendo, hatusemi kitabu cha Matendo ya Mitume, tunasema kitabu cha Matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya mitume, maana ukiondoa Roho Mtakatifu mitume hawangekuwa na kitabu. Hawakuwa na uwezo wa kutumiza chochote. Yesu alisema katika Yohana 15 ya kwamba bila mimi hamwezi chochote. Lazima mkae ndani yangu, lazima niwe ndani yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu ili muweze kufanya chochote. Ndio sababu alisema ya kwamba yeye ni mzabibu nasi ni matawi. Anasema katika ujumbe mmoja ambao unaitwa, nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa Amini kutoka moyoni, wakati alifufua yule samaki, anasema ya kwamba haikuwa nguvu zake, haikuwa nguvu za nabii kufufua yule samaki. Binadamu hana ule uwezo hata kidogo. Anasema hivi,
anasema ya kwamba ni mzabibu ulitia nguvu katika tawi. It was a vine energizing the branch. Upako mkubwa sana ukashuka pale, na uliposhuka nabii akaja chini ya upako mkubwa sana. Kwanza akaongea kwa uvuvio, akasema hapa kuna mnyama atafufuliwa, na hakujua ni mnyama yupi. Baada ya dakika 30 basi akaambiwa mfufue huyu samaki ambaye alikuwa ameshikwa na ndugu mwingine alikuwa anaitwa Lyle Wood, na huyu amekatwa vipande, matumbo kule, mwili kule, amekufa. Alikuwa amekufa pale kwa nusu saa. Sasa nabii akaja chini ya ule upako mkubwa sana, na akasema, samaki, ninakupa uzima wako, uhai wako kwa jina la Yesu Kristo. Vipande vile vikarudiana na akawa hai na akaingia kwenye maji. Nabii anasema ilikuwa ni mzabibu ukitia nguvu katika tawi, kwa sababu bila Yesu Kristo hatuwezi chochote. Na hivyo ndivyo ilikuwa na mitume, ya kwamba bila Yesu Kristo wasingefanya chochote. Bila Yesu Kristo kuja kwa njia ya Roho Mtakatifu tusingekuwa na kitabu cha Matendo. Wakati tunaona kitabu hiki cha Matendo ambacho kinakuja kwa sababu ya, unaona kitabu cha Matendo, ingawa tunajua kimeanza mlango wa kwanza, mahali Yesu anaonekana akitokea kwa hawa wanafunzi, wanaandamana nao mpaka mlima wa Mizeituni. Hapo hakuna matendo yanafanyika. Hapo ni Yesu anaendelea na huduma yake sehemu ya mwisho, na sehemu ya mwisho ilikuwa ni kunyakuliwa, akaenda zake. Lakini matendo yenyewe yanaanza mlango wa pili, kwa sababu hapo ndipo wanajazwa kwa Roho Mtakatifu na wanatokea barabarani, wanaanza kuhubiri. Baadaye miujiza inaanza kufanyika na mambo kama hayo, kuendelea kwa ile huduma ya Bwana Yesu Kristo. Ndio sababu unaona mwandishi wa kitabu hicho ni Luka. Kitabu cha Matendo ni Luka, na yeye ndiye aliandika Injili ya Luka. Unaona wakati anaandika Injili ya Luka, anaandikia mtu ambaye anaitwa Theophilo Injili ile, na baada ya hiyo Injili anapokuja kwenye kitabu cha Matendo, anaongea na Theophilo tena pale mwanzoni, anasema kile kitabu cha kwanza nilikuandikia ilikuwa ni kuhusu Bwana Yesu Kristo, maisha yake, huduma yake mpaka ile siku alinyakuliwa. Na sasa nataka kuendeleza, lakini sasa Luka akiendeleza jambo hili, anaendeleza jambo hili likiwa ndani ya kanisa, si likiwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana unaona kitabu cha Matendo kinaenda mpaka nafikiri mlango wa 13 kikiongea juu ya kina Petro na kina Filipo na wale wengine, lakini kutoka hapo ni Paulo peke yake mpaka mwisho wa kitabu. Na kutoka hapo mpaka mwisho wa kitabu Luka anaandamana naye, kwa sababu yeye ndiye mwandishi wa hiki kitabu, aweze kuwa shahidi, aandike mambo haya kuendeleza kile alianza katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka ilikuwa ni Mungu akiwa katika mwili Yesu Kristo, lakini kitabu cha Matendo ni Roho wa Mungu akiwa ndani ya kanisa lake, lakini huduma ya Bwana Yesu Kristo inaendelea ikiwa ndani ya kanisa. Na ndio sababu nimekuambia hapo awali, Mungu hafanyi kazi kupitia wasioamini, anafanya kazi kupitia wanaoamini, sio wasioamini. Kazi yake daima anafanya kupitia wale ambao wanaamini. Na wewe na mimi ni matawi ya ule mzabibu. Mzabibu ni Yesu Kristo. Na sisi kile ambacho anafanya, anamimina nguvu ndani yetu tuweze kuonesha mazao yake katika kila msimu. Saa hii kuna yale mazao ama matokeo Mungu anatarajia na alipanga kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa sababu nabii anasema mahali pengine ya kwamba mbegu ya asubuhi inaleta matokeo ya asubuhi. Mbegu ya mchana katikati inaleta matokeo ya mchana katikati. Na mbegu ya jioni inaleta matokeo ya jioni. Kuna yale mambo Mwenyezi Mungu alifanya yaonekane katika majira haya. Na ni lazima awe na matawi duniani ya kuweza kuonesha mambo hayo. Na kazi yake ni kumimina uzima wake katika hayo matawi, waaminio waweze kuonesha matokeo ya jioni. Kwa hivyo wakati unaona kitabu cha Matendo kile ningetaka ujue ni kudhihirishwa kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa sababu Wayahudi walimshika, wakamdhalilisha, na kisha wakampeleka kwa watu wa mataifa wa Rumi, na hao ndio walimuua. Na wakamuua pale, na hawangetaka kusikia mtu akisema ya kwamba alifufuka. Hawangetaka kusikia hivyo hata kidogo. Ndio sababu wanatoa mpaka hongo, to keep it hush.
wanyamaze kabisa, isisemekane alifufuka, lakini walikuja wakaiba mwili wake. Naona hush money. Nafikiri tunaona jambo hilo. Na tunajua Yesu Kristo alifufuka. Na huyu ni shetani anafanya hivyo. Tunajua Kristo alifufuka. Na hata unaweza kujiuliza, watu wanasema walikuja wakaiba mwili. Kwa nini waliacha mavazi hapo ndani? Wameiba mwili na wameacha mavazi. Mbona wakaacha mavazi? Ni shetani akijaribu kupingana na neno ili kile Mungu anafanya isemekane hakuna jambo kama hilo. Na hivyo ndivyo anafanya hata na ujumbe siku ya leo. Anajaribu kila njia kuonesha ujumbe ni kitu duni. Ndio maana kuna watu ambao wamekuwa katika ujumbe miaka mingi, lakini hatimaye wametoka na kazi yao ni kukosoa ujumbe, na wanaanzisha madhehebu yao, na hayo madhehebu hakuna injili inaendelea. Kazi yao yote na mission yao yote ni kushindana na ujumbe. Nani anawatumia? Ni shetani anawatumia kuonesha ya kwamba hili jambo hakuna kitu chochote kinaendelea. Ni jambo la bure, watu wale wanafuata ujumbe wamedanganyika. Ni shetani anatumia hao watu. Lakini unajua Mungu hawezi kukosa kutimiza neno lake kwa sababu ya watu wasioamini. Kama vile tumesema, Mungu anatimiza neno lake akitumia wanaoamini. Wakati tunaangalia kitabu cha Matendo, ni ufufuo wa Yesu Kristo. Waliua mtu mmoja, lakini sasa wameshangaa watu wengi hapo wametokea wanafanya matendo ya yule mtu. Waliua Yesu Kristo akiwa mtu mmoja. Nabii anasema wakati Yesu alikuwa hapa ni kama Mungu akiwa ndani ya chupa moja. God was bottled in one man. Lakini Yesu alipoondoka sasa wakawa chupa nyingi. Wakati Philip anaenda kule Somalia, Thomas angeenda mahali pengine. Andrea angeenda mahali pengine, wakati ule ule kazi ya Mungu inaendelea. Mwingine angeenda mahali pengine. Sasa waliua mtu mmoja, lakini sasa hizi mbegu zimekuwa nyingi. Na uzima ni ule ule. Ndio sababu mahali fulani Biblia inasema walipoangalia ujasiri wa Petro na Yohana, waliona ni watu wa kawaida sana, hawana elimu, hawana ustaarabu, lakini jambo moja ambalo tunaona kwa hakika wameshakuwa na Yesu. They have been with Jesus. Ni nini inafanya waone wameshakuwa na Yesu? Mtu anaweza kuwa na Yesu kimwili lakini asionyeshe chochote cha Yesu. Judas aliwahi kuwa pamoja na Yesu, lakini kama ungemwangalia Judas huwezi kumuona Yesu. Lakini ukiangalia hawa unamuona Yesu kwa sababu kwa kweli ni Yesu amerudi kwa namna ya Roho Mtakatifu akaingia ndani yao. Na akiingia ndani yao anaendeleza ile huduma. Ndio sababu unasikia nabii akisema katika ujumbe, roho ya mtu fulani ikija juu yako utatenda kama huyo mtu. Anasema roho ya John Dillinger ikija juu yangu nitachukua bunduki na kuanza kuua watu. Nafikiri huyo alikuwa jambazi. Roho ya Beethoven, yule mwanamuziki, ama Mozart wengine, ikija juu yako utaanza kucheza muziki. Na roho wa Kristo akija juu yako utatenda kama Kristo. Utaishi maisha ya Kristo. Na huyo roho alipokuja juu ya kanisa la kimitume, Yesu Kristo alianza kuonekana miongoni mwa watu. Wakati tunaona kitabu cha Matendo, tunaona maisha yale, tunaona kazi ambazo wanafanya, ni kudhihirisha ufufuo wa Yesu Kristo. Ya kwamba alipokufa hakusalia kama amekufa, alifufuka baadaye. Lakini kwa sababu mwili wake hauko hapa, akaleta ule uzima wake ndani ya kanisa. Kanisa liendeleza huduma yake kwa niaba yake, on his behalf. Nabii anasema, brother, sister, ukiwa hapa unachukua mahali pa Kristo. Wewe unachukua mahali pa Kristo. You are taking the place of Christ. Ni kama vile ambavyo jua likitua mwezi unainuka. Mwezi unachukua mahali pa nani? Pa nini? Pa jua. Anasema wewe unachukua nafasi ya Kristo ukiwa hapa. Kwa hiyo wakati Yesu aliondoka, akaleta ule uzima wake, akarudisha mng'ao. Unajua mwezi unatoa mwangaza kutoka kwa jua ili kuleta mng'ao hapa duniani. Yesu akarudisha uzima wake tuweze kuleta mng'ao wake hapa duniani. Kwa hiyo wakati unaona kitabu cha Matendo, si wanadamu pale hasa, lakini ni Kristo akiwa ndani ya wale wanadamu. Ndio sababu Paulo wakati hajaokoka anatesa kanisa, anaulizwa, mbona unanitesa? Wewe ni nani? Mimi ni Yesu unayetesa. Na alikuwa anatesa Yesu namna gani? Yesu alikuwepo. Yesu alikuwa ndani ya hawa watu. Na ndio sababu alikuwa anafanya mambo haya.
Sasa Paulo hakuwa na ule ufunuo ya kwamba hawa watu wana roho wa Mungu akiwa ndani yao. Hana ule ufunuo, na ya kwamba hawa watu bila huyu roho wasingefanya mambo haya. Kile kinawawezesha kufanya mambo haya ni yule roho. Sasa Paulo anaona ni hawa watu wanaanza kupingana nao, lakini kwa kweli alikuwa anakusudia kupigana na Roho Mtakatifu, anapigana na Roho Mtakatifu akidhani ni watu, kwa sababu roho anaongoza hao watu kutimiza mambo hayo. Paulo anaona ni watu lakini ni Kristo. Kwa hivyo anapigana na Yesu, lakini kwa sababu hajui kuna roho, inabidi sasa adhulumu wale waaminio. Lakini anapingana na Mungu bila kujua, kwa sababu ni Mungu alikuwa amerejea na kuingia ndani yao, na ni yeye anayetenda mambo hayo. Nabii anasema, tumewahi kusema wakati uliopita ya kwamba roho ya dunia inachukia roho wa Mungu, na kwa sababu ile roho ya dunia haina uwezo wa kuangamiza roho wa Mungu, inatafuta kuangamiza vyombo ambavyo vinatumika kuangamiza waaminio. Ndio sababu wakati wa giza Wakristo wengi sana waliuawa. Mitume isipokuwa Yohana wote ni kuuawa waliuawa, kwa sababu ni ile roho ya ulimwengu ikiangamiza vyombo ambavyo vinabeba yule roho wa Mungu, ili kazi ya Bwana isiendelee. Lakini Mungu lazima awe na watu wa kumwakilisha kila wakati. Kwa hiyo wakati tunaona kitabu cha Matendo, kitabu hicho ni udhibitisho wa kufufuka kwa Yesu Kristo. It is the evidence of the resurrection. Kuonesha Yesu Kristo hakushindwa na mauti. Alifufuka, na ingawa haoni mwili wake, uzima wake unaonekana ndani ya hili kanisa. Na pia amehubiri jumbe ambazo zinaitwa Mungu anajulikana kwa tabia zake. God is known by his characteristics. Hawa watu yale maisha walikuwa wanaishi, na yale matendo ya nguvu yalikuwa yanafanyika maishani mwao, ni yale yalikuwa na Bwana Yesu Kristo. Na kwa sababu Mungu anajulikana kwa tabia zake, inamaanisha hivi, wakati mitume wanaendelea na mambo hayo na kuonesha nguvu na miujiza na ishara na kila kitu, ni kile ambacho kilikuwa na Bwana Yesu Kristo. Ni tabia ya Mungu ambayo hapo awali ilidhihirishwa katika Yesu Kristo. Sasa ndiyo hii hapa inadhihirishwa ndani ya kanisa lake, kwa sababu Mungu anajulikana kwa tabia zake. God is identified by his characteristics. Ndio sababu waliangalia wakaona hawa watu bila shaka wameshakuwa na Yesu. Baadaye Wanikolai wakaingia, ndugu wa uongo, na walipoingia walikuja kuleta giza ndani ya kanisa. Wakaanza kusukuma nuru nje ili giza litawale. Na walifanya hivyo kwa kuleta mambo ambayo ni kinyume na neno, mapokeo ya wazee, kanuni za imani, na Mungu akaanza kuwekwa kando. Kama vile unaona Laodikia siku ya leo walimtema Bwana Yesu Kristo. Giza likaanza kuletwa miongoni mwao. Ndio maana wakati nabii alichora pale kwenye nyakati 7 za kanisa, duara kama 6 pale kusimamia nyakati 7 za kanisa, kila duara unaona ina sehemu ya nuru na sehemu ya giza. Lakini ya 7 haikuwepo, kwa sababu Laodikia ni giza totoro. Na sisi tumeitwa tutoke nje ya ule mfumo ambao ulimkataa Kristo. Hakuna nuru imesalia katika madhehebu hata kidogo. Hakuna. Ukiangalia zile duara pale, kama ni Efeso, unaona kulikuwa na giza. Waefeso, kizazi cha Waefeso kilikuwa na giza kidogo, lakini nuru ilikuwa ni nyingi. Sehemu kubwa ilikuwa ni mwangaza, lakini kulikuwa na sehemu ya nini? Ya giza. Giza hilo ni Wanikolai. Wameingia pale ili waweze kuleta kanuni za imani, waweze kuleta uongo. Ndio sababu unaona giza pale. Biblia inasema ni ndugu wa uongo, ni Wanikolai, ni mpanda farasi mweupe. Inatuambia hivyo. Na giza likazidi kuwa kuu zaidi. Hatimaye nabii anasema hivi mahali fulani katika ujumbe, ilifika mahali ambapo yale mambo yalikuwa yanaonekana na kanisa la kimitume hayaonekani tena. Anasema the great miracles disappeared. Ile miujiza mikuu ilikuwa na mitume ikatoweka. Kwa sababu watu wakichukua kitu ambacho si neno, Mungu hana sababu ya kuwa miongoni mwao tena. Mungu anatoweka kutoka miongoni mwao. Brother, ikiwa tunataka kuona Mungu, dada, akiwa miongoni mwetu, lazima uamini neno, lazima usimame na neno, lazima ushike neno, na usiamini kitu kingine isipokuwa neno. Hapo utaona Mungu na nguvu zake. Ukiongeza kitu ambacho si neno, Mungu anakaa kando, kwa sababu hawezi kudhihirisha uongo ama kanuni ya imani.
hawezi kudhihirisha chachu, anadhihirisha ukweli wa neno peke yake. Wanikolai wakafanya giza liingie, nabii anasema ile miujiza mikuu ikatoweka. The great miracles disappeared. Na kanisa likapitia nyakati za giza. Si kusema Mungu hakuwa na wateule, alikuwa na wateule, lakini wamekandamizwa sana. Wamekandamizwa sana na lile jambo la kimitume halingeweza kuonekana. Na baadaye akaanza kuleta matengenezo ya Luther na Wesley na Wapentekoste. Mungu akaonekana kwa kiwango kidogo tu. Na nabii anasema hivi, ukisoma ujumbe kuchomoza kwa jua, najua Yesu Kristo alipokufa alifungiwa katika kaburi na Warumi, lakini baadaye Mungu alikuja akatoa jiwe na Yesu akafuka, na alipofuka akaanza kuonekana kwa mitume, baadaye akawajaza na Roho ili ufufuo wake uonekane ndani ya kanisa lake. Kazi zake siendelezwe na kanisa lake. Kitabu cha Matendo ni kuendelea kwa injili zile 4. Ila sasa kazi hiyo inaendelea ikiwa ndani ya watu wengi, washirika wengi wa kanisa, si ndani ya mtu mmoja. Ndani ya Yesu Kristo ilikuwa ni ndani ya mtu mmoja. Kitabu cha Matendo ni ndani ya watu wengi. Kazi hiyo iendelee namna hiyo. Wakati wa Nikolai walikuja baadaye na giza likaanza kuingia, unajua ilikuwa ni kuweka Yesu kwenye kaburi tena kupitia nyakati za kanisa. Mahali ambapo haonekani, hatuoni Yesu Kristo akiwa hai, anarudishwa kwenye kaburi tena. Na ndio sababu nabii anasema hatimaye katika nyakati za kanisa kulikuwa na kaburi la kimadhehebu. Najua kaburi pale wakati Yesu aliuawa lilikuwa ni kaburi la kawaida. Lakini katika nyakati za kanisa ni kaburi la kimadhehebu. Denominational tomb ni kaburi la kimadhehebu. Yesu amefungiwa pale na madhehebu, hawezi kuonekana kwa sababu wamejaa kanuni za imani. Ndio sababu nasikia nabii akanasema there'll be an evening resurrection. Kutakuwa na ufufuo wa Yesu wakati wa jioni, kuonesha ya kwamba Yesu Kristo yuko hai. Unaona? Na Yesu alikuwa kaburini siku ngapi? 3. Mazo ni Luther na Wesley na Pentecost. Tukiongea kinyakati, Luther na Wesley na Pentecost. Unaona? Lakini mwanzo wa siku ya 3 kukawa na uvumi amefufuka. Uvumi. Najua asubuhi wale kina mama walienda pale. Si ni kweli? Mary Magdalene walienda pale wakasema amefufuka. Lakini mitume hawakuamini jambo hilo. Kukawa na uvumi, there was a rumor that he is alive, ameonekana. Hiyo ni Azusa Street, mwanzoni wa Pentecost. Is a rumor ya kwamba amefuka. Naona? Lakini jioni akina Mariamu walimuona, walisema amefuka asubuhi. Mitume hawakuamini. Lakini jioni ya siku hiyo akaja miongoni mwa mitume. Kaingia mahali walikuwa wamejifungia katika nyumba kwa sababu ya kuogopa Wayahudi, na akatokea miongoni mwao. Na sasa wakajua he is alive. Yuko hai. Yuko hai na wamemuona na wamekuwa mashahidi. Na siku ya 3 katika matengenezo Pentekosto, Azusa, kukawa na uvumi ya kwamba yuko hai. Lakini ni uvumi tu. Lakini wa jioni, kimaanisha ujumbe wa siku ya leo, ni wakati wa kuonekana yuko hai. Ndio sababu nabii anasema evening resurrection. Ufufuo wa jioni. Mitume walionyesha ufufuo asubuhi. Maana hapa tunaongea juu ya siku moja inayojulikana na Bwana, ambayo si nuru na si giza. Siku hii moja inaitwa nyakati 7 za kanisa. Mwanzoni pale ilikuwa ni mitume. Wakaonyesha ufufuo wa asubuhi, the morning resurrection. Lakini sasa sisi tuko mwishoni mwa siku hiyo, mwishoni mwa nyakati 7 za kanisa, tunaonyesha ufufuo wa Yesu Kristo, kufufuka kwa Yesu Kristo wakati wa jioni. Lakini hapa sasa hatoki kwenye kaburi la kawaida, anatoka kwenye kaburi la madhehebu. Mahali walikuwa wamemzika na kanuni za imani. Wakati kanuni za imani zinaondolewa na neno la asili linarejeshwa, basi Yesu Kristo anaonekana tena miongoni mwa watu wake, ili ufufuo wa jioni uweze kuonekana. Unaona jambo hilo?
na kama vile alifanya pale ili kuweza kuwa na ufufuo wa asubuhi. Na huo ufufuo wa asubuhi tunaona ukidhihirishwa na mitume katika kitabu cha Matendo, anafanya hivyo wakati wa jioni. Ndio sababu huwezi kuamini ujumbe na useme nikiamini ujumbe niko sawa, hakuna kingine ninatarajia. Kuna kujazwa kwa Roho Mtakatifu. There must be a true baptism of the Holy Spirit. Na si Upentekoste wa Laodikia. Wale wanatafuta misisimuko, sensation, wanaita sensation Roho Mtakatifu. Hatuongei juu ya misisimuko na kusema misisimuko ni roho, tunaongea juu ya utu wake. Ili tuweze kuwa na kitabu kingine cha Matendo, na wakati tunaonesha kitabu kingine cha Matendo ni ufufuo wa jioni tunaonesha. The evening resurrection, baada ya Kristo kutoka katika kaburi la madhehebu. Unakumbuka wakati hao kina dada walienda pale asubuhi kwenda kuangalia Yesu, wakaangalia, wakachungulia kule ndani, hawakumuona. Malaika alipokuja aliwauliza aje, mbona mnatafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Wakati unaenda kwa madhehebu, wakati unaenda kwa crusade ya war, ama ya Bonke, ama ya nani, mbona unatafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Maana lile ni kaburi, mahali walimzika na wakakataa neno. Wakati unaenda kwa madhehebu, ama unaenda kwenye internet, usikie mhubiri mmoja akahubiri pale, unatafuta Yesu Kristo miongoni mwa wafu. Hawezi kupatikana pale, ametoka kwenye kaburi la madhehebu. Na mahali anapatikana ni mahali waaminio wanaamini neno la kweli. Wakiamini neno la kweli, basi analeta Roho Mtakatifu vile alifanya na kanisa la kwanza, tuweze kuwa na ufufuo wa jioni na kitabu cha Matendo wakati wa jioni. Hebu tusome ujumbe. Ujumbe huu unaitwa kuchomoza kwa jua, the rising of the sun. Tuweze kusikia vile ujumbe unavyosema hapa. Aya ya 61. Aya ya 61. Sikia vile anasema hivi. Anasema, notice the very message of the gospel. Anasema ujumbe wenyewe wa Injili is to prove to the people that he is risen. Ujumbe wa Injili ni kudhibitisha kwa watu ya kwamba Yesu amefuka. Go tell my disciples that I am risen from the dead, and I will meet them to confirm this to them. Nenda waambie mitume wangu ya kwamba nimefuka kutoka kwa wafu, na ya kwamba nitakutana nao. Yesu alitumana hivyo. Anasema, oh God, how in this last day there shall be light again across the earth. Anasema Mungu, najua wakati huu wa mwisho kutakuwa na mwangaza tena katika ulimwengu, katika dunia. I'll prove to my disciples, na nitaonesha wanafunzi wangu. Kimaanisha siku ya leo Bwana Yesu ana wanafunzi ambao ni wewe na mimi. Unaona? Go tell them that I'm not dead. Waambie sijafa. And I'm not a tradition. Na mimi si kanuni ya imani ama utamaduni, but I'm a living Christ. Mimi Kristo aishie. I'll meet them, nitakutana nao. Ni kweli? Na si ono la hema linasema nitakutana nawe hapo. Kuonesha niko hai. Nimeshatoka katika kaburi la madhehebu. Take this message to my disciples that I'm risen from the dead. The gospel, good news. Waambie ya kwamba nimetoka kwa wafu, na siku ya leo hatuongei sasa kaburi lile ambalo alizikwa na Joseph wa Arimathea. Tunaongea juu ya kaburi la madhehebu. Ndio sababu tunaongea juu ya ufufuo wa jioni, evening resurrection. Nabii anasema hivi 62, Hebrews 13:8, Waebrania 13:8, he is the same yesterday, today and forever. Yeye ni jana, leo na hata milele. We his beneficiaries are to prove his life is in us now, the beneficiaries of this life. Sisi ndio wale wa kufaidika na kifo chake na kufuka kwake. Sisi ndio warithi. Beneficiary ni mtu ambaye anafaidika, anaachiwa urithi. The life, there was never a life lived like it. It was a son of God. Hakuna mtu aliwahi kuishi kama Yesu. Alikuwa mwana wa Mungu. And he died and shut it out, na akafa na jambo hilo likazimwa.
But when he raised again from the dead on Easter morning, lakini alipofuka tena asubuhi wakati wa Easter, then we as his servants, sisi kama watumishi wake, na hapa inamaanisha kila ndugu na kila dada, kama watumishi wake, are commissioned by him to go into all the world and bring this good news to every person. Tunaagizwa tuende kote katika ulimwengu na kuleta habari hii njema kwa kila mtu, that he is living, ya kwamba anaishi. Sikia vile nabii anasema, and how can we do it by word only? Tunawezaje kutimiza hilo kwa neno peke yake? Ndio sababu hili jambo la kusema ukiamini ujumbe uko na roho sio kweli hata kidogo. Hata mitume walikuwa na roho. Walikuwa na neno. Na Petro akiwa na hilo neno, anaamini neno, mwana wa Adamu anakata watu masikio. Anafanya vituko. Wanataka kuleta moto kutoka juu waangamize watu, wamekataa ujumbe na wako na neno. Walikuwa na neno bila roho. Na neno bila roho haliko hai, lakini neno la Mungu linahitaji kufanywa hai na Roho Mtakatifu. And how can we do it by word only? Tunaweza kutimiza jambo hilo namna gani kwa neno peke yake? Anasema, for it is written, maana imeandikwa, the gospel came not by word only, ya kwamba injili haikuja kwa njia ya neno peke yake. Ati kuhubiriwa neno na kupata ufahamu wa neno. Anasema, but through the power and the manifestation of the Holy Spirit to prove that he is alive. Lakini neno lilikuja, ni Paulo anasema hivyo, kupitia nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu kuonesha ya kwamba Yesu Kristo yuko hai. Sasa Roho Mtakatifu wakati anakuja ndani yetu, ni yeye anadhihirisha ya kwamba na kudhibitisha ya kwamba Yesu Kristo hayuko katika kaburi la madhehebu. Alishatoka katika kaburi la madhehebu na yuko hai. Yuko hai wapi? Ndani ya wale ambao waliamini ushuhuda wake, waliamini neno lake, na baada ya kuamini neno akaleta uzima wake ndani yao. He is alive. He is alive. Na saa hii kuna watu wanamuona kwa sababu anajifunua kwao. Si ni kweli? Paulo wakati anaongea juu ya vile Yesu Kristo alianza kujionesha, kujifunua baada ya kufa kwake na kufuka, alisema kwanza alionekana na wale kina dada. Baadaye akaonekana na wale wawili, Kleopa na mwenzake. Baadaye akaonekana na wale 11. Baadaye akaonekana na wale 500. Na mwishowe akaonekana nami pia. Hivyo ndivyo anafanya siku ya leo. Lazima aonekane nawe, lazima aonekane kwa kila mteule na aweze kuleta uzima wake ili uweze kuonesha ufufuo wa Yesu Kristo wa jioni. Ya kwamba baada ya madhehebu kukataa neno, kuleta kanuni za imani, akawekwa kwenye kaburi, akaenda siku 3 hapo za matengenezo, na siku ya 3 kukawa na uvumi, Azusa Street, Laodikia ikaanza ya kwamba yu hai, lakini wakati wa jioni kwa kweli yu hai. Na anaingia katika wanafunzi wake waweze kuonesha kitabu hiki cha Matendo wakati wa jioni. Biblia anasema huu mti ambao ulikuwa umezaa machungwa kule awali, na baadaye kupitia nyakati 7 za kanisa wakapandikiza matawi ya miti mingine, kaanza kuzaa Baptist, Methodist, ushuhuda wa uongo. Anasema wakati ambapo huu mti utazaa tena tawi la asili, ambalo si la kupandikizwa, si grafted, lakini limetoka kwa mizizi ya huu mti, pale juu ya mti kabisa, baada ya kupita matawi. Lazima tawi hili lipite matawi yote. Kusema ni baada ya nyakati 7 za kanisa, anasema mti huu utazaa machungwa tena. Tunaamini ya kwamba sisi ni hilo tawi. Tuweze kuleta kile ambacho baba zetu walikuwa nacho. Mungu na atusaidie sana. Ningetaka tufika hapo tuweze kuomba ili baadaye tufanye hayo mengine. Wacheni tuombe. Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakuenzi na kusema unastahili. Asante Bwana kwa sababu ya neno ambalo Bwana ni mwangaza, linatuonesha namna ya kujiendesha, linafunua ukweli wa Mwenyezi Mungu na kutuonesha sehemu yetu katika huu uchumi wa Mungu. Tusaidie kwa njia zote. Mungu wetu, huyu Roho ambaye alishuka akaweza kuleta kanisa la kimitume, akaweza kuleta kitabu cha Roho Mtakatifu katika mitume, kitabu cha Matendo, ninaomba ya kwamba leo hii tena
ukatembelea kila mmoja wetu, ili uweze kufanya ujumbe huu wa jioni kuweza kuwa jambo halisi. Ufufuo wa Yesu Kristo wakati wa jioni uweze kuonekana kupitia maisha yetu. Baba, msaidie kila mmoja wetu. Tunajua wakati unajaza kwa Roho Mtakatifu, hakuna mtu anajazwa kwa Roho Mtakatifu kwa niaba ya mwingine, lakini kila mmoja anajazwa na Roho Mtakatifu kama mtu binafsi. Na hivyo ndivyo ulifanya katika chumba cha juu, katika nyumba ya Kornelio, na kila mahali ambapo umejaza watoto wako. Lazima kila mmoja Bwana apate nguvu hizi za kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kuweza kuonesha ya kwamba Yesu Kristo yuko hai wala hakushindwa na mauti. Pokea sifa na shukurani, tusaidie. Ni wewe unajua udhaifu wetu kila mmoja, na ni wewe Bwana uliye na msaada wetu. Ninakusihi Baba uweze kutusaidia kila mmoja wetu. Shauku yetu, unajua shauku ya kila mmoja, unajua haja ya kila mmoja. Basi na ukamtembelea leo hii, uweze kutimiza shauku iliyo katika maisha yake. Wale ambao ni wagonjwa na kuteseka, ninaomba ya kwamba uweze kuwaponya. Tunataka kukabidhi mambo yote mikononi mwako. Tuwasema unastahili, tuwasema wewe ni Mungu. Pokea sifa na shukurani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.